mwaka mpya wa 2026 kwa shangwe na mbwembwe sihaba. Jijini Nairobi, maelfu ya watu walikusanyika katika maeneo maarufu kama Bustani ya Uhuru na hata KICC, ambapo fataki zilitanda hewani huku miziki na nderemo zikiteka anga kukaribisha mwaka mpya. Kutoka kanisani hadi maeneo ya burudani, Ode Francis alikuwepo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kufikia saa 2:30 usiku, umati wa watu ulianza kumemeneka katika maeneo maarufu ya jiji. Bado unasimama. Bustani ya Uhuru. Bado unajikaza. Ufike wapi? Jengo la National Archives na KICC. Yote yakigeuzwa kuwa maeneo ya sherehe. Na ilipotimia saa 6 usiku, fataki, muziki zilitawala angani na sauti zilipanda kwa sifa na shangwe, huku wa Kenya wakiukaribisha mwaka 2026 kwa mioyo yenye matumaini. Makanisani, katika maeneo ya burudani, hali ilikuwa ile ile. Ujumbe kutoka madhabahu ulikuwa mahususi, si kwa waumini tu, bali kwa dhamira ya taifa. This is not the right time to talk about, amending the 2010 constitution. But this is the right time to fully implement the 2010 constitution to the latter. Drug and substance abuse is a serious menace to our young ones, whereby we need to put synergy. Mwito kwa wananchi, kwa serikali na kwa tabaka la kisiasa. Naona tulikuwa maandamano, wenzetu wakapoteza maisha, tuliobaki tunaenda kushukuru Mungu. At least next year kusitokee maandamano, tukue na amani. Tunatarajia tu tupate do 2026. Tumekuwa na changamoto ya pesa 2025 sana. Nilikuwa nimepoteza wera, sikuwa na job, na familia pia ilikuwa changamoto, lakini nashukuru God alikamthuru na au kasongo atatuumiza vile pia vile. Fataki na sherehe zilisimamisha jiji, huku waendeshaji magari popote walipokuwa wakisimamisha magari yao ili kujionea na kushuhudia kuingia kwa mwaka mpya. Mchakato wa kuingia mwaka 2026 ulikuwa wa amani na mtulivu chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi. Heri njema ya mwaka 2026. Mimi ni Ode Francis. Kama njia ya kushabikia